Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunakufahamisha mengi yanayojiri katika ulimwengu. Kulikuwa na ripoti kwamba kambi ya wanahewa ya Prince Sultan ya nchini Saudi Arabia imeshambuliwa, lakini kupitia Wizara ya Ulinzi, taarifa hizo zinaelezwa kuwa ni taarifa za uongo. Hakukuwa na mashambulizi katika kambi hiyo. Baada ya mashambulizi ya Iran dhidi ya Israel, inadaiwa kwamba kulikuwa na ving'ora vilivyosikika maeneo mbalimbali huko katika mkoa wa Al-Harj, lakini ripoti zinaeleza kwamba kambi ya wanahewa ya Prince Sultan katika mkoa huo wa Al-Harj ililengwa na shambulizi siku ya Jumatano. Si ya kweli, Wizara ya Ulinzi ya Saudia ilisema. Kauli hiyo imetoka kwa msemaji wa wizara hiyo, Meja Jenerali Turki Al-Malik. Ilikuja baada ya serikali kutoa onyo fupi asubuhi kwa watu katika jimbo hilo ambalo liliondolewa dakika chache baadaye. Alisema ving'ora vya mashambulizi ya anga vilivyopiga Al-Kharj mnamo Jumatatu asubuhi ni hatua ya tahadhari kufuatia kurushwa kwa makombora ya balistiki kutoka Yemen ambalo lilitoweka karibu na mpaka. Kulikuwa na mashambulizi ambayo yalifanywa na wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen, lakini mashambulizi haya yalikuwa yakielekezwa huko nchini Israel, lakini baadhi ya makombora yalielekea nchini Saudi Arabia. Baadaye mnamo siku ya Jumatatu, Al-Malik alisema matokeo ya uchunguzi wa tukio hilo yalionyesha kwamba kombora hilo lilirushwa kuelekea nchi ya kanda na kwamba kutokana na sababu za kiufundi kuhusiana na kombora hilo la balistiki lilifeli na kupotoka kwenye mkondo wake. Kushindwa huko kulitoa dalili zisizo sahihi za lengo hilo na lilianguka katika eneo tupu karibu na mpaka wa Saudi Arabia na Yemen, ilisema taarifa hiyo. Saa 5:28 asubuhi, ulinzi wa raia wa Saudia ulisema onyo limetolewa na jukwaa la tahadhari ya mapema ya kitaifa katika jimbo la Al-Kharj na kuonya juu ya tahadhari. Mamlaka iliwataka wananchi kufuata maelekezo rasmi, ikiwa ni pamoja na ushauri wa kujihifadhi mahala salama. Israel na Iran zilianzisha mashambulizi mnamo Jumatatu kwa mara ya kwanza tangu Washington ilipofikia makubaliano ya kusitisha mapigano na Tehran miezi miwili iliyopita. Mashambulizi hayo katika muda wa saa 24 zilizopita ni makabiliano ya moja kwa moja kati ya nchi hizo mbili, na Marekani kupitia Rais Donald Trump amesaidia kufikiwa kwa mapatano ya kusitisha kuvuruga juhudi za upatanishi na kupata makubaliano ya Iran ya kumaliza vita vyao. Katika kipindi chote cha mwezi Machi, vikosi vya Saudia vilidungua ndege zisizokuwa na rubani na makombora ya Iran ambayo yalilenga ufalme katika mashambulizi ya karibuni ya kila siku, huku Tehran na makundi washirika wakilipiza kisasi kwa kuishambulia nchi jirani. Saudi Arabia na mataifa mengine ya Kiarabu katika eneo hilo yamelaani mashambulizi ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati na kuyataja kama ya kutojali na yanayovuruga utulivu. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni taarifa iliyotolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje kwamba kambi ya wanahewa ya Prince Sultan ya nchini Saudi Arabia haikushambuliwa kama ambavyo baadhi ya taarifa zilitolewa, lakini ilikuwa ni tahadhari kutokana na kwamba kulikuwa na kombora lililotoka upande wa Yemen na lilianguka karibu na mpaka kati ya Yemen na Saudi Arabia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu.